Biblia inasema Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi: lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Haleluya. Asiku leo nataka nishane kitu kimoja kinaitwa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiki Paulo anachokizungumza kwenye Waebrania tunakwenda kukipata kwenye Zaburi 23. Kwa nini nakazungumza mwenye haki yangu ataishi kwa imani? Halafu akasema lakini akisitasita. Zaburi 23. Zaburi 23 kuanzia mstari wa 3. Ama unaweza tuanza tu moja tukisoma tukishuka chini. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Endelea. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Endelea. Huniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Endelea. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Hapo tutasimamia. Anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kuna uvuli wa vitu vya kawaida, lakini unapozungumza mauti, maana yake unazungumzia kifo, tukio la utisho. Haleluya. Si tukio la kawaida ambalo linakutengenezea hofu. Na mara nyingi watu wengi tumesababishwa kufanya maamuzi yasiyo sahihi kwa sababu ya hofu. Hofu ikikuingia ndani yako, unakufanya unakosa ujasiri. Manake unapokosa ujasiri, tafsiri yake una hofu. Kwa hiyo hofu inaweza kusababisha ukaangamiza familia yako, ukaangamiza maisha yako, ukafanya maamuzi ambayo hayana tija katika maisha yako sababu umekosa hofu. Daudi anasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Kuna uvuli, yani uvuli manake na vitu yani majaribu ya kawaida hayawezi kukutisha. Lakini unapozungumza uvuli wa mauti, maana yake sasa umetoka kwenye stage ya vitu vya kawaida vya kukufanya usiwe na hofu sana, vya kuzoea tu maisha ya kawaida. Hata ukiambiwa njoo kwenye maombi, wewe uoni kama kuomba ni kitu cha kawaida. Ukiambiwa ulauke kuja kwenye ibada ya maombi asubuhi, wewe uoni vitu vya kawaida. Lakini utakapofikia wakati ukapita kwenye hofu, kwenye ile bonde la mauti, uvuli wa mauti, ambapo unaona karibu na kifo ikiapa, kifo kipo mbele yako, ndiposa unaanza kuchengwa na hofu. Ndio maana unasikiaga watu wakiwa hospitalini wanaanza, ndugu yake anasema naombeni mnitie mchungaji. Ukiona mtu anaitisha mchungaji anataka maombi, maana yake amefika wapi? Amefika wapi? Anaona mauti iko mbele yake. Sasa Wakristo wengi na sisi, ukisikia mtu mgonjwa anaona mauti mbele yake, hofu imemshika, anaanza kuita wachungaji wamuombee. Amesahau ya kwamba Mungu alimpatia nafasi ya kuja kwenye maombi asubuhi ya leo, ya kwamba ile nafasi aliyopewa ndio ingekuwa maisha yake ya kisha kumfanyia kuwa na imani. Wapendwa, mwambie jirani yako ishi kwa imani. Paulo anatuambia mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Imani sio tu kitu cha kulala nyumbani. Nenda kwenye makanisa, si tunaojifanyaga tumeokoka kuliko wao. Tumeokoka kupita Biblia.
ambao tunawaita watu wa dini. Nenda kwenye ibada zao za Jumapili hii. Watu wamepaki magari wamejaa. Chunguza, niliwaambia la Sunday, chunguza kwenye morning glory zao ambao tunawaita wao wa dini. Hao ndio wanajaa kwenye morning glory. Haijalishi ni saa 10 na huyo mtu anaenda kazini. Lakini mwambie mlokole wa leo aje kwenye morning glory. Yaani yeye analala anaamka saa 5. Alafu mtu huyo anataka utajiri. Alafu mtu huyo anataka mafanikio. Sikiliza nikwambie, kipindi dunia ina wewe mwambie mtu kwamba mimi naishi kwa imani. Na imani yenyewe ni maombi. Mpendwa, ishi katika maombi. Hata utapofika kwenye uvuli wa mauti, hautaogopa. Hofu isikuondoe kwenye njia ya Bwana. Hofu inaweza kufanya ukaogopa hata kufanya maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hofu hata unatamani kuimba, hofu unatamani yani hutaweza kwa sababu umejawa na uoga. Hata watu wanasema mimi nataka kufanya biashara fulani. Utafanya biashara bila kuwa na nguvu, bila kuwa na ujasiri. Nguvu yetu inatoka katika maombi. Mwambie jirani yako, nguvu yetu ya mafanikio inatokana na imani katika maombi. Haleluya. Wewe unakuja ibadani, niliwaambia la Sunday, hivyo ujisikia aibu? Yaani umekuta kiti kimepangwa, unakaa. Hata ujui aliyepanga kiti ni nani. Unajua Wakristo wengi wanamzoelea Mungu. Tuna Ukristo wa mazoea. Yaani wewe unawahi. Unakuja saa 5. Wengine hata wanakujaga mchungaji ameshaanza kuhubiri. Unakuja alafu unasema unamwabudu Mungu. Alafu huyo anakija ikifika saa 6 anaanza kuangalia time. Anaona amechelewa. Hajaomba, nyumbani kwake kalala bila kuomba, kaamka, Biblia wiki nzima hajaifungua, anaikunguta vumbi, halafu anakuja kanisani amechelewa, halafu anategemea kurudi mapema. Na mchungaji anaona mchungaji yani imekuja saa 5, imefika saa 6:30, anasema mchungaji anachelewa kuhubiri. Mwambie jirani yako, maombi yatakusaidia kuishi kwa imani. Yatakusaidia kutokuogopa. Yatakusaidia kutokuona uvuli wa mauti katika maisha yako. Maana yake hata unapokuwa unafika stage unafanya kazi, sikiliza, usitegemee unaishi kwa sababu ya mshahara. Let me tell you, hatuishi kwa sababu ya mishahara, hatuishi kwa sababu ya pesa. Kuna watu leo wana pesa na pesa zao zinaishia India. Jana usiku nilikuwa naangalia news za Tanzania. Balozi alikuwa na pesa, kahudumiwa wewe msha siku kafa, kapelekwa kijijini kuzikwa. Haleluya. Alikuwa na uwezo kubadilisha damu. Imefika stage ile damu sasa akaambia hawezi kubadilisha tena. Hata ukawa na pesa haziwezi kukufanya ukaishi. Lakini ukiwa na imani, ukiwa mtu wa maombi, maombi yatakufanya uishi. Maombi yatakufanya ushinde. Maombi yatakufanya uvuke hata kwenye uvuli wa mauti. Daudi hakujisikia tu kusema eti hata nijapopita kwenye uvuli wa mauti huko pamoja nami. Yaani hamuombi. Hata babu yako akiwa mchungaji, hata kama bishop, yeye bishop lakini hakufanya wewe uvuke. Haleluya. Haleluya. Ishi kwa imani. Asubuhi ya leo katika maombi ya leo nataka nikutie tu moyo mpendwa. Jumapili ijayo usikose kwenye maombi. Pastor Endo kwenye kesha alikuwa anasema Wakristo leo wanapenda kushtuliwa. Haleluya. Sasa na mimi acha tu nikushtue tu kwa upendo tu, kwa sababu sitaki uangamie. Maana dunia tulio sahihi hofu imejaa. Si umeona jana Thailand tetemeko limetokea, watu wanakufa. Kwani wale wanaokufa wanataka kuniambia ni wenye dhambi sana kuliko sisi? Wewe kwanza hata ukikaa pengine ni vile tu hatujaona sura yako ya pili. Ukiguswa hapa pengine hata uko na hasira kuliko wale waliokufa na tetemeko. Pengine hata una kiburi kuliko hata wale waliokufa kwenye tetemeko. Lakini Mungu amekuchagua. Kwa nini amekuchagua? Anataka urekebishe. Ishi kwa imani.
Kipindi watu wamekata tamaa, wewe ona kuinuliwa. Kipindi watu wanaona hawawezi kuvuka, wewe imani yako sema nitavuka. Kipindi watu wanalalamika nchi imekuwa na uchumi mbaya, wewe ona katika imani uchumi wetu ni mzuri, kwa sababu tunaishi kwa imani. Haijalishi Kenya itaweza kuanguka kiuchumi, lakini sisi wapendwa tutasimama. Lakini sisi kanisa tutasimama, tutadhihirisha kwamba imani yetu inatenda kazi na kusababisha uchumi wa nchi kuwa sawa, kwa sababu unaishi kwa imani. Imani itakupatia hekima, imani itakupatia ufahamu, itakupatia ujasiri wa kujua mahali gani pa kusimama, mahali gani pa kufanya, mahali gani pa kuishi. Imani itakupatia uwezo wa namna gani kuishi katika mazingira yako. Ishi kwa imani. Imani ndio itakupa neema ya kuishi katika hii dunia tulionao. Bwana Yesu asifiwe. So asubuhi ya leo mimi nilikuwa nataka tu nikutie moyo ya kwamba tupende maombi. Maombi ndio sehemu yetu yanatupatia imani. Itatuondolea hofu hata tunapokumbana na changamoto. Kanisa likikosa maombi, sasa hilo yani ishakuwa ni ukumbi wa makutano. Tunapowasha moto wa maombi, hata ibada zetu zikiwa zinafanyika katika hali ya yani ni wingu limetawala. Hata mtumishi akiwa anahubiri mahali hapa hang'ang'ani, maana wingu limefunguka. Mpendwa, unalala nyumbani, unataka kufika wapi? Utaki maisha mazuri? Sila maisha mazuri, njoo kwenye maombi. Haleluya. Basi acha niwaalike praise and worship waendelee.